Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na kuinuliwa kiroho pamoja, ambapo asubuhi ya leo nina matumaini yangu ya kwamba utaweza na kupokea baraka kwa wingi kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa yuko hapa tayari kabisa ili akaweze kutuletea baraka za Mwenyezi Mungu kutokana na ile neno ambalo anatuletea, ambalo Mwenyezi Mungu aliweza na kumwandaa nalo ni kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Karibu sana, tuendelee na kubarikiwa kwa pamoja. Hujambo mtazamaji wangu, karibu siku ya leo kwenye kipindi Manyunyu ya Baraka. Tutapata somo la kutuongoza katika kitabu cha Marko Mtakatifu, sura yake ni ya 14, haya yake ni ya 70 hadi 72. Akakana tena. Kitambo kidogo tena, wale waliosimama pale wakamwambia Petro, hakika mmoja wao, kwa sababu Mgalilaya. Wewe akaanza kulaani na kuapiza, simjui mtu huyu mnaye mnena. Mara njogoo akawika mara ya pili. Petro alikumbuka lile neno aliloambiwa na Yesu kabla ya kuwika njogoo mara mbili, utanikana mara tatu. Alipolifikiria akalia. Na tuombe. Mtakatifu, katika jina la Yesu, tunajongea mbele zako kwa sababu wewe ni Baba wetu wa mbinguni. Kama jinsi watoto wanavyojongea mbele za mzazi, tunakaribia mbele zako kwenye kiti cha utukufu kwa njia ya maombi. Kwa ajili ya neno lako, naomba Baba ukapate kuyatamka yote na kuyanena mapenzi yako kwa mtazamaji, na uwe pamoja naye na umpe moyo wake tayari kupokea. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Usimkane Yesu ya kwamba humjui. Hiyo ndiyo kichwa cha ujumbe, na tunaweza kuona ya kwamba pale wakati huu Yesu angali alikuwa ameshikwa. Kama pale alipoomba Getsemani, aliweza kushikwa na kupelekwa na wale maaskari wakiwa wanabeba rungu, panga na hata visu na vitu mbaya ambazo ni za kuumiza mtu. Naweza kuona ya kwamba Petro wakati wa Yesu, kumbuka ya kwamba alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Na Petro alikuwa mtu wa karibu sana na Yesu, na tunaweza kuona ya kwamba hata pia alikuwa anamfuata. Alikuwa hata Yesu aliposhikwa pale katika lile bustani, tumeweza kuona ya kwamba Petro ukiangalia alitoa kisu na kukata mtu sikio. Yeye alijidhihirisha kuwa yeye anamtunza Yesu, na yeye pia akakata mtu sikio. Lile sikio Yesu alipochukua na alimwambia Petro, vita tunayepigana hapa sio vita ya mwili na damu. Lakini Yesu pamoja na yote, Petro aliahidi atamfuata Yesu hata kama ni kufa, lakini aliapa kwa kutofikiria vizuri. Unapoapa ni vizuri kufikiria mara kadhaa, kwa sababu alisema hata kama ni kifo atakufa pamoja na Kristo. Ni kweli alikuwa mtu wa kuanguka haraka sana, na alikuwa mtu wa kuinuka haraka. Nimeenda hivi ili upate kuelewa Petro alikuwa nani, na tunaweza kuona ya kwamba yeye katika maisha yake, huyo Petro alikamatwa na kuambiwa ya kwamba wewe ulikuwa mmoja wa wale wanafunzi wa Yesu, kwa sababu wewe Mgalilaya ni mmoja baina ya huyu mtu ambaye alikuwa ameharibu watu. Hivyo basi walikuwa na lengo ya kwamba wakimkamata wataenda naye hata mpaka kumfanyia dhihaka nyingi. Tunaweza kuona ya kwamba, mtazamaji wangu, hapa ile picha ambayo imepeanwa ni picha ya mtu mwenye kurudi nyuma na atoroke aje kumfuata Kristo. Je, uko tayari kumfuata Kristo siku zote, ama kuna siku itafika upate kusema umjui? Usione hivyo Petro aliweza hata kutukana. Na alitukana kwa sababu
kuonyesha ya kwamba iwe ni dhihirisho yeye si mmoja wa Yesu, yeye si mwanafunzi wake, na hakuwa mtoto wake au mwanafunzi wake hata siku moja. Na kwa sababu alikuwa anafuata, kumbuka ya kwamba aliposhikwa alimfuata polepole nyuma, akijificha na miti pale na kuchungulia huyu Yesu. Baada ya kukamatwa wamempeleka wapi? Sasa hivi, mtazamaji wangu, wewe naomba ukazidi kuwa mtu aliye hodari, mtu ambaye anasimamia imara imani, mtu ambaye atarudi kamwe nyuma. Usikae kama Petro. Petro alinena vibaya. Petro alisema karibu mara 3, mimi simjui mtu, hata sijui mambo yake, lakini alikuwa ni njia ya kujificha. Tukiangalia naweza kuona ya kwamba sasa pale eti ni kwamba basi hiyo Petro yeye mwenyewe, Yesu alijibu, vita tulio nayo si vita ya mwili na damu. Tukiangalia unaweza kuona alikuwa akiwa mwanafunzi wa Yesu. Yesu alipokamatwa alimfuata kuonyesha ya kwamba anataka kutimiza ule uaminifu wa kuenenda pamoja naye, kama vile alivyo hapa kiapo ya kwamba Bwana, nitakuwa pamoja nawe. Leo hii, siku ya leo, mtazamaji wangu, wewe ni Petro wa kweli ama ni yule Petro ambaye aliapa uongo na akarudi nyuma? Leo mtazamaji, usiwe kama Petro. Simama na Yesu, usiseme umjui. Kuna watu matatizo na taabu zikiingia na mateso, anakana ya kwamba hata ajui Yesu ni nani. Huyu ni Yesu wako, si wangu. Kwa hivyo kaa katika hali ya kusimamia imani. Tamka kwamba Yesu ni Kristo. Tamka ya kwamba Yesu ni Bwana mpaka atakaporudi, mpaka atakapokuja na kulinyakua na kulichukua kanisa lake na kwenda pamoja na waumini. Ukiwa mmoja wao, usitajwe mmoja wa wale ambao walirudi nyuma. Usitajwe mmoja wa wale ambao walitoroka baada ya kukamatwa kwa Yesu, kwa sababu hata wakati wa wanafunzi wake aliposhikwa, wengine wamerudi katika kazi zao zile ambazo walikuwa nazo hapo awali, kwa sababu ya Yesu yameisha. Lakini sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Wengine huko kanisani wanaliacha kanisa. Mtu anaacha kuabudu, hata hataki kusikia mambo ya kanisa, huduma za pale kanisani hataki. Moyoni mwake sasa hiyo imetoka, hakuna. Hiyo ni njia mojawapo ya kukana Yesu kama Petro. Umtetee Yesu naye atakutetea. Petro aliweza kumtetea Yesu kwa muda, lakini kwa muda akaweza kurudi nyuma na akaacha mambo ya Yesu. Wewe simama na mambo ya Yesu mpaka ajapo. Pendwa mtazamaji, Mungu anakupenda, anakuhitaji. Mkimbilie yeye, karibu kwake, anakuita na moyo wa upendo ili uwe pamoja naye. Mstari wa 68, 69 na 70. Tunaona hayo mara 3 Petro akimkana Yesu. Na katika kumkana Yesu, sisi tushuhudia kwamba Yesu ni Bwana. Tuseme ya kwamba tunamjua Kristo na tunakaa na tunaishi ndani yake na tutazidi kumtumikia. Bwana ibariki neno lake. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sifa na utukufu ni zako ukiwa katika kiti chako cha enzi. Shukrani kwa ajili ya neno lako lile ambalo limetufunza wazi na vizuri ya kwamba tusimkane Kristo, ya kwamba hatumjui. Sisi ni watoto wako. Mpe mtazamaji kuelewa hivyo na kuendelea kuishi maisha ya Kristo ndani yake. Akaweze Baba kumuishia Kristo. Baba akaweze kutoa ushuhuda ya kwamba ni Bwana mpaka atakapokuja. Utusaidie katika mahitaji yetu, kapate kututimizia, na hata Baba kuona majibu tutakushukuru na kusema ni asante. Kaa nasi na uzidi kutuongoza katika kila jambo, kwa sababu wewe ni Mungu uishie milele. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Hofu inaweza ikatufanya tushindwe kusimama katika imani. Tushindwe kusimama katika imani. Petro alimkana Yesu kwa sababu ya shinikizo la watu waliomzunguka. Shinikizo. Wewe uko tayari
kuweza na kumkana Yesu kwa sababu ya shinikizo la watu, kusikiza sauti za watu vile ambavyo wanasema. Katika hii safari ya wokovu, kuna wengi ambao wanarudi nyuma ni kwa sababu ya kusikiza sauti za watu vile ambavyo wanasema. Yaani sauti hizo zote ziweke ni kama ni makelele tu umeweza na kuyasikia. Ukiendelea na kusikiza vile ambavyo watu wanasema, vile ambavyo anakuambia wewe, utaweza na kupotoka. Utaweza na kupotoka, usije ukawa kama Petro. Yesu anajua udhaifu wetu kabla haujatokea. Ndio sababu aliweza na kumwambia hata before. Petro akamwambia kwamba utaweza na kunikana. Utaweza na kunikana. Hiyo ni maana ya kwamba Yesu anatujua, anajua madhaifu yetu. Tuombe kwamba akaweze na kutusaidia, maana kama binadamu udhaifu tuko nao. Yaani mpaka hata Mwenyezi Mungu anatujua. Kwa naomba kila wakati Mwenyezi Mungu akakusaidie ili kutokana na udhaifu wako usije ukapotea. Majuto ya kweli huleta toba. Petro wakati ambapo aliyajua yoyote, akajua kwamba mimi nimeweza na kukosea, aliweza na kutafuta njia ya kuomba msamaha. Alipokumbuka maneno ya Yesu, alilia kwa uchungu. Hayo yalikuwa mwanzo wa kurejea kwake kwa Mungu. Wakati ambapo unakuja, unajipata kwamba nimeweza na kukumbuka vile ambavyo nimeweza na kutenda, wewe ulilia msamaha, wewe uomba msamaha, wewe uweza na kuomba maombi ya toba, ama unakaa tu na unasema Mwenyezi Mungu unanielewa wapi? Omba Mwenyezi Mungu akaweze na kukusamehe. Na pia kushindwa si mwisho wa safari. Ingawaji Petro aliweza na kufanya hayo yote, akaweza na kumkana Yesu, baadaye alirejeshwa na kuwa hata kiongozi imara wa kanisa la kwanza. Kushindwa sio mwisho wa safari. Kuanguka sio mwisho wa safari. Unajua ni kipi ambacho umeweza na kumtendea Mwenyezi Mungu. Kipi ambacho umeweza, vile ambavyo umeweza na kumkosea. Enda mbele zake, piga magoti, lia mbele zake, ukaweza na kumuomba msamaha, ukaweza na kupiga pale maombi ya toba, na hakika ataweza na kukusamehe, hata kuosha, utakuwa wake tena. Mwisho utaweza kuwa pale. Tunaposhindwa au kuanguka, tusikate tamaa. Mpenzi mtazamaji, usikate tamaa. Toba ya kweli ni kurudi kwa Mungu, ili akaweza na kutukaribisha tena, akaweza na kutupa tena neema mpya, neema ambayo itatusafi, neema ambayo itatubeba, neema ambayo itatusaidia ili tusije tukajipata mahali ambapo tulikuwa hapo kitambo. Ninajua kwamba ni fundisho ambalo limeweza na kukusaidia. Roho Mtakatifu azidi na kulifuatilia ndani ya mioyo yetu ili kaweze na kufanya kazi. Bye bye.